Karibu Duka Huru Podcast. Mada yetu ya leo tutaelezea malezi bora. Uko na mimi Priska Constantino na mwenzangu Helga Mari. Asanteni. Katika mada hii tutaongelea sehemu mbili. Sehemu ya kwanza tutaelezea umuhimu wa malezi chanya. Kwenye umuhimu wa malezi chanya, Helga, tutaelezea jinsi gani ambapo unaishi na mtoto wako kwa upendo, lakini kwa mipaka. Unajua mtoto ni kama bustani. Unavomwagilia ile bustani na kuendelea kukua, ndio ile utakavyofanikiwa kupata mbegu yako nzuri au matunda mazuri. Lakini kama yule mtoto utamwekea mipaka ambayo itakuwa mikali sana kiasi kwamba akawa anakuogopa, hautatengeneza kitu. Zaidi utatengeneza uharibifu. Katika sehemu hii bwana, mimi nina rafiki yangu mmoja. Alikuwa na mtoto wake kama kana miaka 3 kako daycare. Siku moja alienda kumwambia mwalimu, "Mwalimu, I want to pupu." Mwalimu akamjibu, "Utaenda kupupu nyumbani kwenu?" Yule mtoto ikabidi atulie. Jioni akafuatwa na gari akarudi nyumbani. Katika mazingira ya nyumbani kwake, rafiki yangu alitengeneza mazingira mazuri sana na watoto wake. Wakati kwenye kukaa wanakula, mtoto akajieleza, "Mama, nilimwambia mwalimu nataka kwenda chooni, akaniambia utaenda kujisaidia nyumbani." Akajikuta amepanic. Akanambia, "Priska, yaani huyu mwalimu wa shule sio ana shida gani? Anamwambia mtoto akapupu nyumbani wakati mtoto anataka kupupu kwa huo muda." Akajisikia vibaya sana. Kwa hiyo mimi nikamwambia, "Ni kweli mwalimu alikosea. Lakini wewe kwa mtazamo wako, wewe unaonaje ile, Helga?" Mimi hapo naona kwamba kwanza cha kwanza huyo mama amefanikiwa kutengeneza uhusiano mzuri na mwanae, ndio maana mwanae anaweza kumueleza hata mambo kama hayo. Na hapo inafanya kwamba hata mama anaweza kwenda shule kwenda kulalamika kwamba kuna walimu wanatreat watoto, na hapo tunaona faida ya kuwa na malezi chanya kwa mtoto, kwa mama na mtoto au mzazi na mtoto. Ndio. Ya, ni kweli. Na jambo jingine ni kuwa na muda na watoto. Jambo la kuwa na muda na watoto ni jambo muhimu sana katika malezi. Ndio. Yaani wazazi wa sasa hivi wamefocus sana na kutafuta pesa. Yaani mtu yuko busy muda wote. Anatafuta pesa usiku na mchana. Yaani anahisi kwamba akitafuta pesa akampeleka mtoto shule nzuri, akamnunulia mtoto kile anachotaka, amemaliza. Hiyo inakuwa yani mtoto anakosa muda na mzazi wake. Sawa, anapata kila kitu lakini anakosa muda na mzazi. Unakuta mama ana hata mwezi mzima hajai hata kumuogesha mtoto wake. Dada ndo atahangaika, atafanya kila kitu. Kwa hiyo inaweza pia ikashusha bondi ya mzazi na mtoto. Ni kweli kabisa. Ndio. Kwa hiyo tunaposema vitu vinavyoweza kuweka ukaribu kati ya mzazi na mtoto ni ule muda wa kuwa pamoja. Sio muda mwingi, yani muda wa kuwa pamoja. Unaweza kaa na watoto wako jioni ukapiga nao story, ukasomea vitabu, ukahadithia hadithi zako za zamani, maisha uliopitia, hivyo ukawauliza changamoto zao, ukawafanya yani wawe marafiki zako. Ndio. Kingine kinachosaidia kuweka muda mzuri na watoto ni kwenye hata asubuhi mnapoamka mnasali pamoja kama familia. Chakula mnakula pamoja kama familia. Mfano kama jioni, mnapokula chakula cha jioni, unakuta kama nyumbani mmejiwekea muda wa kula ni saa 1 au saa 2. Basi hakikisha wote mnakuwa mezani huo muda. Kama ni saa 1, wote mnakuwa saa 1. Sio kwamba wewe unakula jikoni, wewe anakula sebuleni, wewe anakula dining, wewe anakula wapi. Hiyo pia kuondoa bond. Ni kweli. Kuna vitu kama hivyo mtu anaweza akachukulia kawaida, lakini ni vitu ambavyo vinatengeneza sana ukaribu baina ya wazazi na watoto. Sababu mtakapokula pamoja pia unaweza kumwambia, "Michael, tuanzishie sala ya chakula leo." Kwa atakaposali anapata ujasiri kwamba kumbe na uwezo wa kuongea mbele ya watu. Unatengeneza bondi pale. Pia hapo unatengeneza bondi baina yako wewe na watoto wako, na watoto wako kwa watoto wako wenyewe. Ndio. Pia kingine kusali pamoja. Mfano kama sisi wa Kristo. Tuna vitabu vyetu vya nyimbo, tuna hizo tenzi. Unaweza mkakaa pamoja jioni
maana jioni ndio muda mzuri. Yeah. Mnaimba nyimbo za tenzi, mnaimba nyimbo kwenye vitabu, mnaimba nyimbo zozote, mnasoma Biblia pamoja na watoto wako. Hicho ni kitu kizuri sana, kinatengeneza bondi nzuri baina yako na watoto na watoto wenyewe kwa wenyewe. Yeah. Unajua kuna familia unakuta wamezaliwa labda 4, 3, lakini wale watoto hawana ushirikiano. Kweli? Watoto kama ndio, yani unakuta huyu dada mkubwa ongea na mdogo wake. Kwa sababu gani? Kwa kutengenezwa ile bondi ya kukaa pamoja. Unajua kama unavokaa na mtoto hivi mnasali pamoja, inasaidia sana wale watoto kushikamana, inawasaidia sana. Kwa hiyo wanavokuwa, yani wao wakiamka, kila mtu na mambo yake, huyu yuko chumba hichi, yani kwanza, yani inafanya wale watoto wenyewe wanashindwa kuwa na uhusiano mzuri ukiachana na wewe mwenyewe mzazi. Kwa hiyo tujitahidi sana tuweke muda na watoto wetu, upate muda wa kuongea na watoto wako. Kama mtoto wako ni mdogo, labda hawezi kuoga mwenyewe, usimwachie kila muda dada amuogeshe. Chukua mtoto wako muogeshe, ongea naye, mkague mtoto wako, maana mambo ni mengi sasa hivi. Ni kweli, na pia malezi si rahisi sana. Ni magumu sana. Unakuta mtoto amepitia changamoto, mwili wake labda ameingiliwa, wewe habari una, kwa sababu hata mtoto wako hujui yani anaishije, mazingira yapi. Wewe unajua tu kwamba ataenda shule na school bus, atarudi na school bus. Wewe hicho ndio unachokia. Unapiga simu, dada, mtoto amefika. Hicho ndio unachohakikisha mtoto amepata shule nzuri. Hiyo yenyewe haitoshi. Yeah, ni kweli. Tenge muda wa kuwafundisha watoto wetu, yani kuwasaidia wajue kwamba hii ni familia, tunatakiwa tuwe pamoja, na umoja, tushirikiane pamoja, tusali pamoja, tucheke pamoja hivyo. Yes. Ni kweli kabisa. Asanteni kwa kutusikiliza. This is Duka Huru. Let's all win.